Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika pendo la Mungu wetu aliye hai. Ni mimi mtumishi wa Mungu Pastor Yohana Maundi. Kama vile ambavyo Mungu ameendelea kunibariki na kunipa kibali mbele zake niweze kuzungumza na watakatifu wa Mungu na wana wa Mungu wale ambao mmekuwa baraka sana mbele za Mungu wetu aliye hai, kuendelea kujifunza kwa habari ya neno la Mungu na kuendelea kudumu katika neema yake. Maandiko matakatifu yanasema jinsi gani mtu aisafishe njia yake ni kwa kutia kilifuata neno la Mungu. Lakini pia Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa tenzi na kwa zaburi. Tunapoendelea mbele katika vipindi vyetu vya kimaisha, kuna maono na mambo mbalimbali ambayo tunatamani kuona yakitendeka, tunatamani kuona yakitimia, tunatamani kuona yakifikia pale mahali ambapo tunatamani kuweza kuhakikisha tunafika hapo. Lakini jambo la muhimu la kutambua ni kwamba pasipo Mungu hatuwezi kufika mahali popote, kwa sababu hata hao watu wa mataifa ambao tunawaona hawamchi Mungu, hawasali, wakati mwingine hawafanyi yale mambo yampendezayo, wana madhabahu zao ambazo wanazitumikia, wanaziabudu, wanazisujudu, wanazitolea sadaka na wanafuata maelekezo kutoka kwenye hizo madhabahu. Lakini sisi tunaolicha jina la Bwana tutamwamini Kristo na kusikia maelekezo yanayotoka madhabahuni pake. Katika kipindi cha leo na katika saa hii ambayo Mungu amenipa kibali niseme na wewe, nitazungumza na mwana wa Mungu ambaye Bwana amenipa kibali kunena nawe kwa habari ya thamani ya maisha, kwa sababu amekuchola katika vitanga vya mikono yake. Leo niko hapa nikuambie, mtakatifu wa Mungu, usilie, usihangaike. Ni kweli umeomba, ni kweli kuna mambo mengi unatamani kuona yakitendeka kwako. Unatamani kuona Mungu akidhihirika ndani yako. Ninachoweza kukwambia kama mtumishi wa Mungu, kaa kwenye uwepo, kaa kwenye nafasi. Tambua thamani yako mbele za Mungu. Thamani yako ni maisha yako. Vile unavyojiona wewe, ndivyo utakavyoweza kuwa. Kwa kitu muhimu ambacho ninaweza nikakueleza mwana wa Mungu, thamani yako ndiyo maisha yako. Vile unavyopandisha thamani maisha yako, moyo wako, ukajiweka kuwa ni mtu wa maana, kuwa ni mtu wa thamani, na hata wewe pia unakumbukwa na Mungu, hata wewe pia ni mwana wa Mungu, na ndivyo Mungu anavyoyatazama maisha yako kiroho na kimwili. Biblia inasema katika kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 43 mstari kuanzia ule wa 3, nitautazama mpaka ule mstari wa 5. Nabii Isaya sura ile ya 43 mstari ule wa 3 mpaka ule mstari wa 5. Lakini pointi kubwa tutatazama ule mstari wa 4 ambao unaonyesha kwamba wewe ni wa thamani, mimi ni wa thamani, kanisa la Mungu, watu wa Mungu ni wa thamani. Kuna vipindi tunaweza kuwa tunakutana navyo, ni swala la muda na majira tu, lakini thamani yako ni maisha yako wewe. Wengi wameanguka, wengi wameshuka, wengi wameharibikiwa au wameharibu mambo kwa sababu ya kujidharau, kwa sababu ya kujikatia tamaa, kwa sababu ya kupuuza vitu au kuona havina thamani. Okay, ngoja nikueleze kitu hiki. Usipoweza kuthamini maisha yako, hakuna mwingine anayeweza kuthamini maisha yako, kwa sababu wanadamu au dunia, hata ungefanya kitu gani cha maana, bado siku moja kwao inaweza ikafuta thamani yako yote ya maisha yako. Lakini mbele za Mungu wewe ni wa thamani. Ujapokuwa mdhambi, bado Mungu anakutazama. Ujapokuwa mnyonge na dhaifu, bado Mungu ukutazama. Na Biblia inasema Mungu anainua vitu vinyonge na vilivyo dhaifu na kuvishusha vile vitu vya thamani na vya heshima. Na Mungu yeye anamuinua mtu kutoka chini na kumpandisha mahali pa juu. Lakini Mungu hawezi kukuinua mpaka ujue ya kwamba wewe ni wa thamani, na Mungu anasema wewe ni wake na yeye ni wako, na yuko pamoja na wewe kila hatua unayoiendea. Kwa hiyo niko hapa nikueleze thamani yako, maisha yako. Thamani ya maisha yako ni mafanikio yako. Thamani ya vile uonavyo ndani yako ndio kukua na kuendelea kwa hatua zako. Hivyo basi fuatana nami katika andiko hili, kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 43 mstari kuanzia ule wa mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 6, mstari wa 5 tutasoma. Biblia inasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa mkombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Anasema nimetoa Misri
kuwa mkombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako kutokea mbali, nitakusanya kutokea magharibi. Usiogope, nitawaleta wazao wako kutokea mbali, kutoka magharibi, kutoka mahali kule walikotawanywa. Usiogope. Kitu cha muhimu, tambua thamani yako mbele za Mungu. Tambua thamani yako kwenye kila unachokifanya. Heshimu maamuzi yako. Heshimu na kuthamini kile unachokitenda. Thamani yako ni maisha yako wewe. Ukidharau maisha yako, ukidharau thamani yako, maana yake umeharibu maisha yako mwenyewe. Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa machoni pangu, na kwa sababu hiyo nimekupenda. Na kwa sababu nimekupenda, nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Ukirejea mstari ule wa 3, Biblia inasema, nimeifanya Misri, nimeitoa Misri kwa ajili ya ukombozi wako wewe, kwa ajili ya kukufadhili, kwa ajili ya kukusaidia. Pale unapotambua thamani yako, maana yake unajifunza hatua za kumheshimu Mungu. Unapomheshimu Mungu, Mungu anachulia malango yanafunguka kwa ajili ya kukusaidia. Unapopita katikati ya mapito, katikati ya nyakati na vipindi na hatua mbalimbali unaweza kukutana nazo, mkono wa Bwana unainuliwa kwa ajili yako. Na inawezekana wakati mwingine umeomba maombi ya muda mrefu, au umefunga kwa muda mrefu, au umetoa dhabihu kwa muda mrefu, umeachilia sadaka na ukafika hatua ukakata tamaa, ukachoka, ukaanza kurudi nyuma. Nataka nikwambie, Biblia inasema Mungu hajakusahau. Ukirejea ile Isaya 49 mstari kuanzia 12, maandiko yanasema ya kwamba mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, lakini Bwana hawezi kukusahau. Jehova hawezi kukusahau, kwa sababu amekuchola katika vitanga vya mikono yake. Wewe ni wake. Na ukisoma hii Isaya 43 mstari ule wa 5, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo nitakukomboa, kwa sababu hiyo nitakuwa pamoja nawe. Usiogope. Kuna majira unaweza kukutana na vitisho, unaweza kukutana na changamoto, unaweza kukutana na majaribu katika kutimiliza maono uliyobeba, katika kufika kwenye hatima, katika kupambania destiny yako, kwa sababu ya kile ulichokibeba. Ninajifunza kitu kwa habari ya Yusufu. Alibeba maono makubwa. Alishasikia sauti ya Mungu imemweleza kwamba yeye ni nani. Katika kuendelea mbele alikutana na vizuizi vingi, na inawezekana kwa hatua za kimwili anaweza kuwa alifika wakati alirudi nyuma, ukafika wakati alikata tamaa, akafika wakati angetamani kuona watu wakimsaidia, lakini badala ya kumsaidia wakaangamiza, wakitamani kuua yale maono aliyobeba. Nataka nikwambie, kilichomsaidia Yusufu ni kwa sababu alikuwa wa thamani machoni pa Mungu. Na niko hapa leo nikwambie, wewe mwana wa Mungu ni wa thamani. Nataka kuinua kiwango chako cha neema ya Kristo juu ya maisha yako, ukapate kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Unapoomba, kumbuka neno hili ya kwamba kwa sababu ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa sana, kwa ajili hiyo Mungu amekupenda. Na kama Mungu amekupenda, atatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu za maisha yako. Hata kama umeachwa, hata kama umekusahau, waliopanga kukusaidia wamekuacha ukiwa peke yako, Mungu hajakuacha. Dunia inaweza ikakuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Ndugu na jamaa wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Rafiki zako wanaweza kukutenga, lakini Mungu hawezi kukutenga, kwa sababu wewe ni wa thamani mbele zake. Na kwa sababu hiyo atainua watu wengine kwa ajili yako. Anasema atatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Lakini jambo hili ni muhimu, tambua ya kwamba wewe ni wa thamani mbele zake, ni wa mtu wa maana mbele ya madhabahu ya Mungu, mbele ya madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, unapoombea maisha yako, hakikisha unaomba kwa uaminifu, kwa sababu wewe ni mtu wa maana sana, na mbingu zinakutambua, mbingu zinakujua, mbingu zinajua ya kwamba kuna mtu yuko huko duniani ni wa maana, ni wa thamani, ni mtu aliyebarikiwa na Bwana, ni mtu aliye na roho ya Bwana. Farao, wakati wa Mungu ulipotimia kwa ajili ya Yusufu, na Yusufu alipokuwa mwaminifu kwa Mungu wake, udhihirisho wa Mungu ulipodhihirika, wakasema tupate wapi mtu kama huyu aliye na roho ya Mungu ndani yake, aliye na roho ya hekima ndani yake. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akainue thamani yako, Mungu akakukumbuke, Mungu akakusogeze kwenda hatua nyingine, Mungu akakusogeze hatua nyingine. Hata hao ambao wanaokutazama watakiri ya kwamba tupate wapi mtu kama huyu aliye na roho ya Mungu ndani yake. Ninakubariki katika hii madhabahu
madhabahu kama mtumishi wa Bwana. Mimi ni madhabahu ya Kristo Yesu na ni chombo cha Mungu. Bwana ameniinua, Mungu amenipa kibali, ameweka neno lake ndani yangu ili niseme na wewe mwana wa Mungu ambaye umekuwa baraka na umekuwa ukitamani kuona Mungu akikusaidia, Mungu akikutendea, Mungu akikuwezesha. Niko hapa nikubariki. Huu ni wakati ambao ninaomba niombe na wewe mahali pale ulipo, ambapo umetumia muda wako kwa ajili ya kufuatana nami kuanzia nilipoanza kusema na wewe mpaka kufikia saa hii. Mkono wa Bwana ukapate kuinuliwa kwa ajili yako. Mungu akapate kukusaidia saa hii. Mungu akapate kukufungua saa hii. Fuatana nami na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kanisa lako, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya huyo mtumishi wako ambaye ametumia muda wake kwa ajili ya kutazama na kusikiliza neno lako, ili Bwana asikie sauti yako ukisema naye kupitia mimi mtumishi wako na kupitia kinywa cha mtumishi wako. Umeachilia mafuta ya neema saa hii Bwana Yesu, naomba rehema zako na utakaso. Mungu, rehemu kwa sababu ya njia zake, rehemu kwa sababu ya maisha yake, rehemu kwa ajili ya mwendo wake, bali Bwana achilia damu yako ikahuishe na kufanya kwa upya ndani yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Neema yako Baba na uweza wako wa kimbingu, uweza wa Roho wako Mtakatifu ukachiliwe ndani yake, ukahuishe maisha yake, ukapandishe thamani yake. Kuna kipindi yamkini Bwana anakutana nacho katikati ya maisha yake, akawa anapitia na anatamani hatua ya kuendelea mbele, hatua ya kuongezeka. Ninaomba Baba mkumbuke, ninaomba Baba mtendee, ninaomba Bwana mshike mkono, naomba Bwana upate kumsaidia. Uweza wako wa mbingu, uweza wako wa nguvu ukainuliwe kwa ajili yake, na Bwana ukachilie mibaraka na neema katika jina la Yesu. Afanyike kwa madhabahu yako takatifu, afanyike kwa chombo chako kiteule, apokee neema ya nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana na ubarikiwe kufuatana nami kuanzia pale nilipoanza na mpaka sasa napohitimisha. Mbingu zinene mema juu yako. Unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya simu ya 0756 5374 34 na Mungu akubariki sana. Namba ya simu ni 0756 5374 34. Mungu akubariki. Amen.